Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein, lakini bado tunaangazia ni nini ambacho kinaendelea huko Mashariki ya Kati. Ni rais wa Marekani Donald Trump ambaye ametishia kuvilipua kwa kiasi kikubwa viwanda vya gesi vya Iran. Rais wa Marekani bwana Donald Trump ametoka tu kutoa chapisho refu la ukurasa wake katika Truth Social kuhusu shambulio la Israel kwenye uwanja wa gesi wa Paz kusini huko katika Iran mnamo Jumatano usiku. Katika kulipiza kisasi mashambulizi hayo, Iran ilishambulia katika eneo la Ras Laffan huko nchini Qatar, eneo la viwanda ambalo lina kituo kikubwa zaidi cha kusindikia gesi ya kimiminika duniani LNG. Katika chapisho lake lenye maneno makali, Trump amesema Marekani haikujua lolote kuhusu shambulizi la Israel na anatishia kuongezeka iwapo Iran itaishambulia tena Qatar. Kwa hasira kwa kile kilichotokea Mashariki ya Kati, Israel ilikemea vikali, Trump aliandika. Anaendelea kusema Marekani haikujua lolote kuhusu shambulio hili mahususi, na licha ya Qatar haikuhusika kwa njia yoyote, sura au umbo, wala haikuwa na wazo lolote kwamba ingetokea, anasema rais huyo wa Marekani Donald Trump. Hata hivyo, kumekuwa na maswali mengi kwa Donald Trump kusema kwamba hakufahamu juu ya mashambulizi yaliyofanywa na Israel, hali ya kwamba aliwahi kuzungumza kusema kwamba mashambulizi ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yamepangwa kupitia mipango ya Marekani kupitia jeshi lake la CENTCOM, lakini pia kupitia Israel kwa pamoja. Lakini wakati huu rais huyo wa Marekani anasema kwamba Marekani haikuhusishwa na shambulizi lililofanywa na Israel huko nchini Iran. Trump aliendelea kuandika akisema kwamba katika miji mikuu Israel haitashambulia tena uwanja wa gesi wa Paz kusini mwa Iran, isipokuwa Iran itaamua bila busara kushambulia taifa lingine lisilo na hatia ambalo katika kesi hii ilikuwa ni Qatar. Iwapo Iran itashambulia tena Qatar, Trump anatishia kwamba Marekani itadipua kwa kiasi kikubwa eneo lote la uwanja wa gesi wa Paz kusini kwa kiasi cha nguvu na uwezo ambao Iran haijawahi kuona au kushuhudia hapo awali. Anaongeza kusema kuwa hataki kuidhinisha kiwango hiki cha vurugu na uharibifu kwa sababu ya athari za muda mrefu kwa Iran, lakini kwa LNG ya Qatar itashambuliwa tena, anadai kwamba hatasita kufanya hivyo. Rais huyo wa Marekani bwana Donald Trump wakati huu anatoa mashinikizo makubwa dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwamba atafanya mashambulizi mazito katika taifa hilo la Kiajemi kutokana na vita vinavyoendelea wakati huu. Hata hivyo, hayo yote yanajiri baada ya shambulizi la Iran ambalo limesababisha uharibifu mkubwa katika kituo cha nishati cha Ras Laffan huko Qatar. Kabla ya onyo la Trump, televisheni ya taifa ya Iran iliripoti kwamba makombora yalipiga tena kiwanda cha gesi cha Qatar huko Ras Laffan. Kampuni ya gesi ya serikali ya Qatar ilithibitisha kuwa vituo vya gesi katika kampuni yao kubwa vilipigwa na roketi mapema Alhamisi asubuhi na kusababisha moto na uharibifu mkubwa zaidi, lakini hakuna aliyejeruhiwa. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu hapa The World News.